Mkiishi kwa kutegezana, hamtafanyianaga wema. Mkiishi kwa kutegezana, eti nasubiria nifanyie ndio mimi nimfanyie, nasubiria nitafute ndio mimi nimtafute, hakuna penye mtafikaga. Alimaliza mwaka miaka 2 hakusalimiaje, hakutafutaji. Wewe leo Allah amekujalia umemkumbuka, mtafute umsalimie, tuone kama hiyo salamu ataitaka. Shida iko wapi? Si maisha si yanaendelea. Sasa watu tena mara nyingi ukikutana sana hata watu wa malawama ndio wenyewe unakutana hata na wao hizo tabia ndio wanazifanyaga, lakini mtu wa malawama yeye mwenyewe utakutana kuna watu ambao yeye kwanza ndio utaona wadani ndio hodari wa kuwasahau watu, wa kuwatupilia watu, yeye ndio hodari, lakini kwa malawama. Kuna mtu unakwenda kumtembelea unasikia anaanza kusema leo mvua itaisha, leo fulani amekuja. Tunaanza kukaja kwenye shirki, yani unaambatanisha ujio wa mtu na kunyesha kwa mvua. Na wakati kunyesha kwa mvua ni amri ya Mwenyezi Mungu, iko kwenye miliki ya Mwenyezi Mungu. Sasa wewe unachukua kitu ambacho kiko kwenye amri ya Mwenyezi Mungu unakinasibisha kwenye ujio wa mtu. Eti leo fulani amekuja mvua itanyesha. Hizo zote ni katika tabia za Kiswahili. Hizo zote ni katika tabia za Kiswahili, ambazo sio ndio Uislamu. Huu ni Uswahili, sio Uislamu. Eti leo umenikumbuka, unamkata hata nguvu, kesho hata rudi kesho tena. Lakini kuna mtu ambaye wallahi hata kisa tukavyompokea kama ni mtu ambaye mwenye kuna dhamira sasa atakuwa na kitu fulani ndani ya moyo wake. Bwana fulani nimaliza miaka 2 simtembelea tena, ni ndugu yangu wa karibu, lakini baada ya hiyo miaka 2 nilifika kwake na akanipokea vizuri, akanipokea kwa bashasha, akanipokea vizuri kwa furaha na amani. Wewe sasa ndio unakuwa unajiona kama vile wewe ndio umefanyaje, umemkoseaga ndugu yako. Wewe ndio unakuwa unajua mimi ndio mkosefu kweli. Unakuwa hajasema kitu, wewe mwenyewe umeshaanza kuomba msamaha. Ndugu yangu tanisamee bana, nimaliza miaka 2. Hajasema kitu, alikupokea vizuri free, lakini wewe malawama atafanya sema kumbe miaka 2 haikukupa adabu, naenda tamaliza miaka 5 na siji, kwa sababu alikuja kwanza kumsema eti leo umenikumbuka, leo umekuja mvua itanyesha, leo yaacha malawama. Wewe gani? Uislamu hautufunzi eti utengeze wema wa mtu ndio na wewe umfanyie wema. Uislamu unatufunza kuwafanyia wema watu hata kama hawajatufanyia wema. Ndio Uislamu unatufunza hivyo. Kindo kuna watu leo hata kwenye mitandao ana record ka video anasema hawa motivation speakers hawa influencers hawa kwenye mitandao unasema usiponitafuta sikutafuti, usiponipenda sikupendi. Acha upumbavu. Hata wewe usubirie upende ndio upende. Mapenzi ni kitu ambacho kipo kwa watu ambao ni wenye nyoyo safi, nyoyo zimesalimika, hawana vinyongo, hawana nini. Eti usiponiandikia sikuandiki, usiponitafuta sikutafuti. Tutatafutanaga kweli? Ndio matokeo yake leo shikaki imekuwa kubwa, yani mtafaruku baina ya watu umekuwa mkubwa. Kwa sababu gani? Tunaishi kwa kutegezana. Allah tuongoze.